صبر زميل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kuna wimbi la baadhi ya watu au baadhi ya vikundi vimejitokeza, vikawa vikundi hivyo vimejiajiri kazi ambayo haipo sawa kwa misingi ya Uislamu. Kazi yenyewe ambayo wao walikuwa wamejiajiri kwamba wanawake wamejiorganize wakajiweka kama ni kikundi katika baadhi ya maeneo ya nchi yetu hii, ikawa kwamba wao wasafisha wanawake wenzi wao katika sehemu za siri. Kwa maana mwanamke ambaye alikuwa anahitaji huduma ya kusafishwa sehemu zake za siri, za kunyolewa katika sehemu zake za siri, basi anawasiliana na kikundi hicho. Kikundi hicho kinakuja kinamtoa mwanamke mmoja, kinakuja kumsafisha mwanamke huyo ambaye alikuwa amehitaji huduma. Au kama mwanamume, basi kikundi hicho kinamtoa mwanamume, anakuja mwanamume huyo kuja kumsafisha mwanamume huyo. Huu utaratibu si utaratibu wa sawa, na kazi hii ni kazi ambayo ilikuwa si sawa, bali Uislamu umeweka utaratibu. Mwanamke akishafikia balighi, ukamfahamisha namna iliyokuwa nzuri ya yeye kusimamia haki ya kiwiliwili chake, kujisafisha kwake, kujitoharisha kwake, kuanzia anapopatwa na eda ya hedhi mwanamke, anapopatwa na siku zake za hedhi mwanamke, Uislamu ukamfahamisha namna ya kujitoharisha yeye mwenyewe. Kadhalika vile vile kujisafisha katika sehemu zake za siri, kujiweka katika mazingira ambayo kwa sawa, mwanamke anatakana ajisimamie yeye mwenyewe. Kadhalika vile vile na mwanamume umeweka utaratibu Uislamu mwanamume kujisafisha yeye mwenyewe, na wala haifai mwanamke mwenye akili timamu na alikuwa mzima wa afya akamchukua mwanamke mwenzake, kisha akamfunulia aibu zake, akamfunulia uchi wake, kisha ikawa kwamba mwanamke huyo mwingine yeye ndo akawa anamsafisha katika sehemu hizo za siri. Huu utaratibu si wa sawa, bali utaratibu huu ni utaratibu ambao unakwenda kinyume na misingi na mafundisho ya Uislamu. Sasa ikiwa kwamba katika hicho kikundi wapo Waislamu, basi tunaambia waachane na utaratibu huo, kwa sababu huo ni utaratibu ambao ulikuwa upo kinyume na Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mwanamume kuangalia uchi wa mwanamume mwenzake. Kadhalika vile vile amekataza mwanamke kuangalia uchi wa mwanamke mwenzi wake, kuangalia aibu ya mwanamke mwenzi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, kama ambavyo ilivyokuja hadithi ambayo hadithi hiyo ipo katika sahihi Muslim. Ukenda katika sahihi Muslim hadithi nambari 338 min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahaba huyo anatusimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli, mwanamme asiangalie kuangalia uchi wa mwanamme mwenzi wake, wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a, wala mwanamke asiangalie kuangalia uchi wa mwanamke mwenzi wake, wala yufdhi ar-rajulu ila ar-rajuli, wala asichanganyike mwanamme kuchanganyika na mwanamme mwenzi wake fi thawbin wahid, katika nguo moja, wala tufdhi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbin wahid, wala asichanganyike mwanamke kuchanganyika na mwanamke mwenzi wake katika nguo moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazungumza haya kwamba mwanamume asiangalie kuangalia uchi wa mwanamume mwenzi wake, kadhalika mwanamke vile vile asiangalie kuangalia uchi wa mwanamke mwenzi wake, ila kwa kuna dharura ya kisheria, dharura ambayo haiwezi ikaepukana, isipokuwa lazima mwanamume aangalie kuangalia uchi wa mwanamume mwenzi wake, na mwanamke hakuna jambo atakaloze kuepusha isipokuwa kwa dharura hiyo itapelekea mwanamke kuweza kuangalia uchi wa mwanamke mwenzi wake. Labda mwanamke anaumwa katika sehemu za siri, sasa lazima patikane daktari wa kike kuweza kumtibu na kuweza kuishughulikia sehemu hiyo ambayo ilipata maradhi, ilipata ugonjwa au labda majipu au vidonda. Lazima patikane daktari wa kike kuweza kushughulikia vidonda hivyo au kushughulikia maradhi hayo. Hapo itakuwa ni katika mlango wa dharura, na wanasema
wanachuoni, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dharura inakadiriwa kwa yale makadirio yake. Inda dharurati turfa'u al-ahkam, wakati inapotokezea dharura basi hukumu zinakuwa zinanyanyuliwa, zinaondoshwa ili kuweza kutatuliwa ile dharura ambayo ilikuwa imejitokeza. Lakini hebu tuulizane swali, huyu mwanamke ni mzima wa afya, tena ni ana akili timamu, vipi aweze kushindwa kujisimamia kiwelele chake yeye? Vipi aweze kushindwa kujisafisha katika sehemu zake za siri, mpaka amwite mwanamke mwenzi wake amfunulie mwili wake, amfunulie sehemu zake za siri, akesha sasa aibu yake amwekee wazi, akesha yule mwanamke ndiyo asafishe zile sehemu zake za siri? Huu ni utovu wa adabu na huu ni uhuni, na utaratibu huu ni utaratibu ambao ulikuwa siwa sawa, ni utaratibu ambao unakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo ewe mwanamke wa Kiislamu ambaye uliokuwa umefikia level hiyo ya uvivu ya kutokuweza kusimamia kiwelele chako katika jambo la kujisafisha, wewe unatakikana uzindukane na umche Allah, umogope Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekuheshimisha ewe mwanamke wa Kiislamu, amekuwekea taratibu zilizokuwa nzuri za wewe kujisimamia kiwelele chako, kuanzia kujifanyia usafi ya zile hali ambazo zilokuwa zipo katika sehemu ya siri, ukaziondosha zile hali za uchafu. Kadhalika unapokuwa katika unapotoka katika ada yako ya hedhi na ada yako ya nifasi, unapotaharika, basi Uislamu umekuwekea nidhamu na utaratibu maalumu ya wewe mwanamke wa Kiislamu kujisimamia na kujisafisha. Na haifai kumwita mwanamke mwenzi wako akaangalia uchi wako, akaangalia aibu zako, na hali ya kuwa wewe ni mzima wa afya, na hali ya kuwa wewe una akili timamu. Jambo hili ni jambo ambalo lilokuwa sila sawa, ni jambo ambalo lilokuwa baya, na Uislamu umelikataza jambo hilo. Na Waislamu wanatakana wamogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama kuna watu ambao katika Waislamu ndio ambao walikuwa wanafanya jambo hili wakawa wamejiajiri, tunaambia ajira hiyo ni ajira ambayo ilikuwa haifai, wanatakana waiache ajira hiyo. Mwingine akasema tunaingiza pesa nyingi na mjini sasa hivi nimekuwa tunatambulikana kwamba sisi tuna kikundi chetu. Mwanamke akiwa anahitaji huduma ya kusafishwa sehemu zake za siri na kuondoshwa baadhi ya vitu katika sehemu zake za siri, basi tunamtuma mwanamke mwenzi wake ende akamsafishe, au kama mwanamme tunamtuma mwanamme mwenzi wake ende akamsafishe, na pesa zinazoingia zinakuwa ni nyingi sana, na watu wanatufahamu sisi manake tunafanya katika hali kama hiyo. Hili jambo si la sawa. Jambo hili enyi ndugu zangu Waislamu si la sawa, natakana muliache. Na mwanamme amekatazwa kuangalia utupu wa mwanamme mwenzi wake, kwa sababu jambo hilo kwanza linapoteza ile imani na inafanya kwamba ife. Kadhalika vile vile mwanamke inapelekea imani ife, haitakikani kabisa. Na vile vile inafungua milango mingine, milango ambayo ilikuwa maovu, milango ambayo ilikuwa si sawa. Akisha wewe mwanamke vipi unajiaminisha kwamba wewe uangaliwe sehemu zako za siri, hali ya kuwa hiyo sehemu uliopewa ni neema na ni jambo ambalo wewe unatakana ulitunze, ulihifadhi, na usionyeshe isipokuwa kwa wale ambao walikuwa wanastahiki. Wanastahiki ni wepi? Anastahiki ambaye akuone wewe mwanamke ni mume wako, na mwanamme anastahiki aonekane na mke wake. Mke anaruhusika kumsafisha mume wake sehemu zake za siri, na mume anaruhusika kumsafisha mke wake katika sehemu za siri. Lakini watu wengine wasiokuwa hao haifai. Na mtu anatakana ajiepushe na taratibu hizo, kwa sababu hizo ni taratibu ambazo shetani amefungua milango hiyo ili kuwapoteza watu, ili kuwatoa katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala umewekwa kwamba mwanamume asiangalie kuangalia uchi wa mwanamume mwenzake, kadhalika na mwanamke asiangalie kuangalia uchi wa mwanamke mwenzi wake. Sasa watu wakikiuka utaratibu huu, wakaona kana kwamba mwanamke kwa mwanamke inafaa kuangaliziana, ni jambo ambalo kwa sila sawa, ila kuna dharura ya kisheria ambayo ilikuwa Uislamu umeruhusu. Mwanamke anaumwa sehemu zake za siri, kwa hiyo kuna daktari wa kike anatakana azishughulikie sehemu zile ili amuondoshie maradhi. Hapo inakuwa ni mlango wa dharura,
na dharura itakuwa inakadiriwa kwa makadirio yake. Au mwanamke ni mjamzito anataka kujifungua, anahitaji msaada wa daktari wa kike ili manake kuweza kumsaidia akajifungua katika hali iliyokuwa nzuri, hapo inatakana. Na hapa vile vile tunatoa maelekezo kwamba baadhi ya wanaume wanasomea field hizi za udaktari za kuzalisha. Haya ni masala ambayo wanawake wanatakana wao ndio wasimamia wanawake wenzi wao. Na mwanamume ikiwa kwamba amesomea masala hayo, basi yeye awe ni mwenye kuongoza tu, lakini unapofika wakati wa mwanamke kujifungua kuzaa, basi yeye ikiwa ni mwanamume ana tauhidi, anafahamu, awaongoze wale wanawake, awaambie wewe ndio kumshirikie mwanamke mwenzi wao ili ajifungue katika hali ambayo ilikuwa nzuri na katika hali ambayo ilikuwa salama. Uislamu umeweka nidhamu, Uislamu umemhifadhi mwanamke, kadhalika ukamhifadhi mwanamume na sehemu zao za siri, kwamba ni sehemu ambazo zilikuwa zinatakana kwamba zihifadhiwe. Na hadithi ya Muawiya ibn Haida al-Qushairi, hadithi ambayo anatusimulia sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba huyu alimuuliza Rasulullah, vipi kuhusiana na hizi nyuchi zetu? Vipi inatakana kwamba sisi tuwe nazo na tuziweke katika mazingira gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ihfadh auratak, uhifadhi utupu wako, uhifadhi uchi wako, illa min zawjatika, isipokuwa kwa mke wako. Kwa maana mke wako ni halali kuona utupu wako, kuona uchi wako, kuona sehemu zako za siri. Au ma malakat yaminuk, au wale ambao walikuwa wamemiliki mkono wako wa kulia, maana yake wamemilikiwa na mkono wako wa kulia, kwa maana watumwa. Sheria imeruhusu vile vile mtumwa ambaye ulikuwa umempata kwa misingi ya Uislamu uliokuwa umeiweka misingi hiyo mpaka kafikia pahala kwamba ukammiliki mtumwa, basi unaruhusika mtumwa huyo ukastereka naye akaona sehemu zako za siri. Yule sahaba akauliza, qultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, araaita in kana alqaumu ba'dhum fi ba'd, nipe habari mimi ya Rasulullah, ikiwa watu wapo wao kwa wao, wenyewe kwa wenyewe, wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, vipi ya Rasulullah? Hapo inarusika kwamba kuweza kila mmoja akakaa kwamba labda anaweza kuona sehemu zake za aibu za mwenzake, yani wanawake labda akaweza kuona aibu za wanawake wenzi wake, sehemu za siri za wanawake wenzi wao, na wanaume wakaweza kuona sehemu za siri za wanaume wenzi wao. Faqala, mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'ta alla turiyaha ahadan fala turiyannaha, ikiwa utaweza wewe kuweza kustiri uchi wako, kuweza kustiri utupu wako, kuweza kustiri aibu yako, usimuonyeshe yoyote yule, basi unatakana kwamba usimuonyeshe yoyote yule. Yule sahaba akasema, ya Rasulullah, fa in kana ahduna khaliyan, je, ikiwa mmoja wetu yupo sehemu za siri, yuko pweke, hakuna mtu yoyote ambaye anamuona? Qala, mtume akasema, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah anastahili zaidi kuonewa haya kuliko watu. Maana yake kwamba hata kama utakuwa peke yako na hakuna sababu iliyopelekea kwamba wewe ukae uchi, ukae mtupu, hakuna sababu hiyo, maana yake kwamba hujaenda kujisaidia haja kubwa wala kujisaidia haja ndogo, au labda kukoga, basi hakuna sababu yote ya dharura iliyopelekea hivyo, unatakana vile vile ujistiri, usikae uchi. Sasa leo kwa nini wanawake wanafanya vitendo hivyo ambavyo kwa sivyo sawa? Wenyewe wakaita kwamba ni ajira ya kujiajiri, kwamba wao wameweka ajira, na ikawa kwamba sasa wanatambulikana, kwamba wanapita katika kila nyumba, anahitaji huduma ya mtu kusafishwa sehemu zake za siri, mwanamke anaingia anamsafisha mtu katika sehemu zake za siri, mwanamke mwenzi wake katika sehemu zake za siri. Hili jambo si la sawa, ni jambo ambalo litakana kwamba lifahamishwe, wanawake wafahamishwe, waelekezwe kwamba hili jambo si la sawa, na mwanamke wa Kiislamu anatakana ajisimamie mwenyewe kukisafisha kiwiliwili chake, kukitoharisha kiwiliwili chake, na wala siweke wazi aibu zake, ikapelekea kwamba mwanamke mwenzi wake sasa akawa anaziona zile aibu zake au zile sehemu zake za siri akawa anaziona. Hili jambo si la sawa, ila kwa kuna dharura ya kisheria, labda awe anaumwa, katika sehemu hizo zinahitaji matibabu na daktari wa kike yupo, akawa anatakana kwamba zishughulikie sehemu hizo, hiyo ni dharura. Au kwamba ni mjamzito, kuna daktari wa kike anatakana kwamba mshughulikie ili ajifungue, hiyo ni dharura. Au kwamba yeye ni mgonjwa, mtu mzima, akili zake haziko sawa, basi hapo ataingia mwanawe wa kike kama yeye ni mwanamke,
atamsafisha sehemu hizo za siri kwa dharura hizo zilizokuwa zipo kwa misingi ya Uislamu, lakini bila dharura yoyote ile ni jambo ambalo lilokuwa halikubaliki, ni jambo ambalo kwa sila sawa. Kwa hiyo wale ambao wanafanya kazi hii tunawaambia hii ni kazi ambayo ilikuwa haifai. Hii ni kazi ambayo inatakana kwamba watu waiache, kwa sababu ni kazi ambayo inapelekea kuua imani, ni kazi ambayo unamwasi Allah ndani yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemtamkisha mtume wake. Mtume akasema la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala almar'atu ila aurati almar'a, mwanamme asiangalie kuangalia utupu wa mwanamme mwenzi wake, wala mwanamke asiangalie kuangalia utupu wa mwanamke mwenzi wake. Ikiwa Uislamu unasema hivi, vipi wewe mwanamke wa Kiislamu unaanzisha kikazi au unaanzisha kiajira au unaanzisha kikundi, agesha kikundi hicho kikao kwamba kinasimamia katika kuwasafisha wanawake katika sehemu zao za siri? Hili jambo si la sawa. Muislamu unatakana kwamba umche Allah, uachane na jambo hili, kwa sababu jambo hilo linakwenda kinyume na misingi ya Uislamu. Kwa hiyo ajira hizo tunasema kwa uwazi ni ajira ambazo zilikuwa hazifai. Kama kuna wanawake ambao waliokuwa wanafanya kitu hicho, tena wanawake hao ni wa Kiislamu, tunawanasihi waachane na jambo hilo, kwa sababu jambo hilo ni jambo ambalo kwa sila sawa. Mwingine akasema linatuingizia kipato, linatuingizia pesa, mwingine amejenga kwa sababu ya kazi hii, mwingine amefanya hichi, amenunua gari kwa sababu ya kazi hii, ni pesa nyingi sana. Mwanamke sisi tunakwenda pale, mwanamke mwenyewe anaweza kafanya pirika zake akachezea simu na huku sisi tunamsafisha, hakuna lolote ambalo linatokezea. La, jambo hili katika Uislamu limekatazwa. Kwa hiyo ewe mwanamke wa Kiislamu, achana na jambo hili la kwamba wewe mwanamke wa Kiislamu unakwenda kumsafisha mwanamke mwenzi wako katika sehemu za siri, hali ya kwa mwanamke huyo ana akili zake timamu, hali ya mwanamke huyo ni mzima wa afya. Haitakikani. Na huyo ambaye anosafishwa na yeye anatakana achane na jambo hilo, ajisimamie yeye mwenyewe, ajitoharishe yeye mwenyewe, ajisafishe yeye mwenyewe, kwa sababu ile sehemu yake ya siri ni amana aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakutakiwa kwamba yeye aiache wazi. Hata kwa mwanamke mwenzi wake ametakana vile vile aisitiri. Na wanachuoni walipokuwa wakiulizwa kuhusiana na masala haya, basi wakatoa maelezo, akiwemo al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatu min Allah. Akasema Ibn Bazi alayhi rahmatu min Allah, wakati alipokuwa anaulizwa kuhusiana na swali, je, mwanamke inarusika kukaa uchi mbele ya mwanamke mwenzi wake, akasema yambaghi lilmar'a, inatakikana kwa mwanamke anta'tada sitra, ajizoeshe kujistiri, wa antahrisa ala sitri badaniha inda nisaiha, na afanye pupa na bidii ya kujistiri kiwiliwili chake mbele ya wanawake wenzi wake. Ajistiri mbele ya wanawake wenzi wake, asionyeshe aibu zake, asionyeshe uchi wake, asionyeshe yale mambo ambayo Allah amemhifadhia mbele ya wanawake wenzi wake. Wa inda ghairihinna min ahli baitiha, na mbele ya wale ambao sio kwa hao haifai kuonyesha sehemu zake za siri mwanamke, sehemu zake za uchi akazionyesha mbele ya watu wengineo katika watu wa nyumba na watu wengineo ambao walikuwa hawastahiki kuziona sehemu hizo. Na pia kuna mambo ya kuhusudika. Mwanamke kuna mambo ya kuhusudika, jicho hili lina husda. Wewe unapomwekea wazi mwanamke mwenzi wako zile sehemu zako za siri, mwanamke ambazo Allah amekuruzuku wewe, yeye hajaruzukiwa kama vile ambavyo Allah alivyokuruzuku wewe, nafsi hii inakuwa ina mionzi, inakwenda kukuathiri wewe mwanamke. Kwa hiyo unatakana ili jambo epukane nalo, lina maafa mengi sana, lina madhara mengi sana. Kwanza Uislamu umelikataza, lakini vile vile lina madhara mengi sana. Kwa hiyo tunawanasihi ndugu zetu wenye kufanya vitu hivi, ni vitu ambavyo vilikuwa si vya sawa, ni vitu ambavyo vilikuwa viovu, ni vitu ambavyo vilikuwa havitakikani, bali mwanamke wa Kiislamu anatakana ajisimamie mwenyewe katika kujitawarisha, akipe haki kiwiliwili chake katika namna ambayo Uislamu umemwelekeza. Na hivi ndivyo ambavyo mwanamke anatakana awe, na kufanya kwake hivyo anapata thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na mwanamume vile vile. Hapa kuna masala ambayo napenda kuyakariri tena, kwamba mwanamke inaruhusika kusafishwa na mume wake sehemu zake za siri. Kadhalika na mume vile vile inaruhusika kusafishwa na mke wake katika sehemu zake za siri, lakini wasiokuwa hao haifai. Na watu wanatakana wamche Allah subhanahu wa ta'ala, waepukane
na vitu hivyo, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo viko kinyume na Uislamu. Kadhalika vipo kinyume na hata ada za Kizanzibari na za Kitanzania kwa ujumla wake. Ni jambo ambalo kwa sila sawa, Waislamu wanatakana waachane na jambo hilo. Hili ni jambo ambalo linakwenda kinyume na misingi ya sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo tumependelea kutoa nasaha hizi, kwa sababu hivi ni vitendo ambavyo vinakuja kwa kasi katika baadhi ya sehemu, kwamba watu ndio wamejiajiri, wamefanya kwamba hiyo ni ajira, kwamba wanawake wanawasafisha wanawake wenzi wao katika sehemu za siri. Hili jambo si la sawa, kwamba mwanamke anakwenda katika nyumba au anapiga simu kwamba kuna huduma hapa tunahitajia. Mwanamke yeye mwenyewe amejifanya kwamba ni mvivu, amejifanya kwa bize, hawezi kujisimamia. Kwa hiyo anakuja mwanamke anamvulia nguo, anamuonyesha aibu yake. Akisha yule mwanamke sasa, yeye ndo anaanza kusafisha zile sehemu za siri na kuziweka safi, kuziondosha vile ambavyo vilikuwa vimeota, akaviondosha, akamsafisha. Hili ni jambo ambalo lililokuwa halifai, bali mwanamke wa Kiislamu anatakana ajisimamie mwenyewe. Kadhalika vile vile mwanamme anatakana ajisimamie mwenyewe katika jambo la kujitoharisha kiwiliwili chake, kukiweka katika hali ya usafi, kukiweka katika hali ambayo nashati, kukiweka katika hali ambayo sheria ya Uislamu imemwelekeza. Na kila mmoja ameelekezwa, mwanamme ameelekezwa namna kukisafisha kiwiliwili chake, na mwanamke vile vile ameelekezwa namna kukisafisha kiwiliwili chake. Kwa hiyo haya ambayo watu wanayofanya ni mambo ambayo ya makosa, wanatakana mche Allah, waachane nayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya yawafike wale ambao wenye kufanya makosa haya, na iwe ni nasaha kwa wao, na waachane na vitendo hivi, warejee katika usahihi. Na hiyo si ajira, watafute ajira nyingine ambazo zilikuwa za halali, ambazo zilikuwa sheria zinakubaliana nazo, na wazifanye ajira hizo ili watafute radhi kutoka kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie na atukubalie matendo yetu yote. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.